nenyo mwaka ya muri isi ya wabona nje makuba kakutima enyo mlelola muri isi ndanyana kwe abakaparasi nukulatira nadababoleranga abantu bapanga bayepanga namwe abantu bepanga abantu bemale bakubenda plan P nukwakabanga plan P kumanya kunokulakala kurye esienda sio mu ofisi ya kutima chichira na represent range na chama kuma mlawuliranga abantu bamero otipo bakuma na rule mu ofisi ya deputy governor nebero mkapara zurula ingo namubole rende bakumira deputy governor akuchukua hatua sasa kuipanje kuchifundisha ukagana nukulanyala town nukulachunga tutapoteza na mimi sina haya ya kusema sendina sisoni town mtu yoyote mwenye mutatoa kwa ukagana mita support lakini kubena ndo mtu undiwa kuitila kwa plan P afuira bashina ndababora rende abantu bamalaba plan P kubugula nawo mishiyonga alakayanga kwa muparliament iria alakayanga kwa kuhulira sikali karyo sawa alo Musa sawa mukazaka kabisa laki endageni kabla sana huyo 2013 Mheshimiwa Malime Khalano Musalia Mudavadi kuiba na ticket 2013 Musalia Mudavadi na soite ticket wacha wapo leo kumkuche ya samu nini ndio sababu ndio kumbea ndio kunyeka ndio kutamazia ndio kubana send na kwa kubana send ta aba kaparas wakati wala bayino kubuja mtinda wano proje wala kubana send ta kulengera sino kwa kende sema kwa maingi tabi sasa mulinde family ya kukatali nabe kulima masika murembe boss murembe chomwami ndakukula nafasi no kwana rambirambe tyanji omushere unesuke bamwadi mitra mosu kutemalaba yale saa 2 netaka 40 mundu ya kuprodusimu enyangu mheshimiwa Senator Malala esie mimi nimependa kukaribisha kila mtu especially kwa wodi yangu nzenyanga abantu basingira watendea wote watu wawaone wawajue niba bamanyene benyo kutekura mundu kama manyo mundu bakhola bari lakini tukunyono kwana to mundu ndamu kaya abantu bemala bendu mwana wa makatu satita timruterile hii sawa kila wakati nikiwaambia mnabishana sasa saa hii Profesa Kutima Kenya anenjabana no mamis Kenya anenjabana mie nyange kura sikalikario omwana wenye yebule na ohororye lakini hapana huna telipasa kila wakati efa profesa opara nyamu food range function minister wa agriculture wamra kwa umera free nini mofsu tayenyen sahi nakula lakayanga esiendera mungulo wa mbanga ndasipitishanga kisito nala kenjanga sikintoris Beshama cha ODM kuli chairman wa Kakamega County Hobuti masa ashiri chairman wa Shama Tari Patless so nokula bola sahi kwa bandu bemalaba Denya kumusungeni mwigala mukumuje murusoita wako dari soita wafua sashiru mwanamota omundu waberanyi lokanda jifumu jina alere ne marehemu damora malumi bikasa kuisunda kandiria ne yapora linda kombe sasa mheshimiwa Malala mimi nakuheshimu kama senator wa hii county enda sanye hii watu wanataka kura wote kwa hii county kolenya ngola rambe abana bapota lala tukifanya hiyo Ruto alikuwa ameahidi tutakuwa tumemalizana na hiyo madeni. Lakini mkiwacha au bila kufanya hiyo harambee, Ruto bado anafanya warm up ya kuja kufanya na akifanya mtafanya nini? Sitakuwa ni shida. Kwa kuibana mshujaa enda mleta viongozi wote hata Mudavadi. Wamupe kura tena kwa 47,000 Kenya mzima. Hakuna constituency ambayo ilipigia Mudavadi kura kuliko Malava. Lakini mkikuja hapa mnatuambia pigia Mudavadi kura. Enyo mnenya kwa kitakura hubra Mudavadi no kwa mama. Sisi tulishajua. So ashindu shiriwo abantu banje bakapras. Mheshimiwa Malulu hao watu wanakupenda. Lakini sasa saa hii abundu wa kuliane stima ibelao tawa. Hakuna stima hii. Hata shule wanasema hata shule hakuna. Mpaka uende Kakunga, uende Kabuko unini kwa chini. Kwa abantu baana bale babira mshirima.
Namba 2, ndio ako hapa SC wangu wa Kimang'eti. Ameniletea kesi kwangu jana. Tuna mtoto ambaye amepata max 308. Mwana mkhana samwana wangu apako yoro kumwisho. Omwana ule ukwambira kuchesha sukuru mheshimiwa itotangase. Undusi wa musiko tiyo mwefisi. Omwana acheshe sukuru. Tumeelewana ama tuelewane? Jambo ngea lakini support sipati. Ebame tukunyola saini rais. Emingonye kena nora mabara sitanga. Imekuwa shida ngumu. Mheshimiwa ulituambia mmepitisha sheria, nataka nikukumbushe. Hii sheria ilikuweko wakinatoa waheshimiwa wakiwa directors. Banyola amushara mingonye sikio la miezi 40. Barama mingonye. Kandi sheria ni mwaka kabisa kandi kuandika abantu bali umushara na bali mebendele okunyakana. Mheshimiwa nda akwenda nyako maland nao. Abantu bashu omundu wa mulokani wina. Koruna wetu ndinafua. Ama woke bushina ka borga wala kariye. Kafua. Wetu ndi yakafua masika ka wetu ndi korona butinyi bo huka. Saa moja wose bidu hume. Kandi amasika ko mushere uno. Abantu ba korona zera khayera batan. Echiro kuno ko basu yango mundu kurero mbirita. Yana masika kana kaberenene shina. Denya kubora abantu bajja bakapras mufungue macho. Ne mheshimiwa kuria siasa ta. Kutana na wanaume kando mobilize abantu no bad send. Barelete ba kuwatu refuana unamaliza wakati. Muda yako miaka 10 imeisha uende nyumbani. Nitasema ya kwamba sisi kama wakabarasi lazima tujue mwelekeo ya watu. Lazima tujue mwelekeo ya siasa inaenda wapi. Na mwelekeo ya siasa ni kuamua ya kwamba sio kwamba mtu mwenye amekuja na pesa mingi, sio kwamba mtu mwenye amekuja akisema ya kwamba ako kwa kilani fulani, na sio kwamba mtu mwenye amekuja hapa ameonyesha ako kwa chama gani, na sio kwamba mtu anajificha kwa kanisa gani. Wakabarasi, nataka munielewe kabisa. We want leaders wale watakucha mbele yenu na waseme ya kwamba they are empowering our people. Waseme kwamba masomo inachukua line gani. Wachue kwamba wamama wenye wanawapikia kura wanaelekea line gani. Vijana wenye hawana kazi wanaelekea upande gani. Nafasi zikipatikana za employment kama za polisi ni wangapi umewapeleka. Nafasi za walimu ni wangapi umepeleka. Lakini tukikuja hapa tukisema 2022 ujifiche kwa chama, ujifiche kwa kanisa, ujifiche na pesa mingi, mtachakua viongozi wabaya na mtalia kila siku mpaka siku Yesu atarudi. Na mkiamua sana hata kuchukua senatorial position, governors position, MCS position, kila nafasi tuna welcome kila mtu. Si ati kila mtu atakuwa na pesa vile IPC inasema. Sio kwamba kila mtu akuwe na degree vile IPC inasema. Tunataka mtu mwenye ana kipaji, ana maono na ana uwezo na ana nia ya kuongoza watu, achukue nafasi ya kuongoza wakabarasi. Mheshimiwa Deputy Governor sasa hivi mnasikia wakisema hapa, amechotwa amepelekwa nje. Tunasema wale wanakuja hapa kura Malava, msitupatie ndoano nikiwa na kitu hapo ndani tukule. Hapana. Onyesha sisi vile tutatoa hiyo samaki. Wale wanakuja kuuliza siasa hapa ya kura, tell us how you will empower us. Tell us ni kitu gani umekuja nayo tukupatie nafasi ili keki ya mkabarasi ipate kuonekana. Mwisho, hii maneno yote mnasikia wakabarasi wakilia, hata Mluya analia. Na ile shida yenye tuko nayo Mluya analia, sio shida kubwa sana, hata msilie wakinoparanya huku chini. Chama ya ODM ndio imetumaliza kabisa. Mahali chama ya ODM nikimalizia ndio imetumaliza kabisa. Sisi kila mara tunaenda kwa ODM. And we are not saying we are lesser people in Kenya. We are not saying we kabarasi tuko na lesser Mungu hapa Kenya. Ukiangalia ODM ilichukua uongozi wakati tumekuwa kwa nasi. Vile Mheshimiwa Khalwala amesema hapa. Imeenda ikapandua Mheshimiwa Wetangula. Ikaenda ikapandua hata huyu senator wetu kutoka kwa Senate kama minority. Hata mimi Kakamega ODM Raila anikimbiza mimi hapa kwa Assembly. Unakuja huku chini, unapata hata wakina Chilova wakinacheza wale wanasema alifuruka hawa.
na hiyo ni kuonyesha kwamba kila wakati tukipiga kura yetu ikienda kwa ODM tunapoteza. This is the time we are saying we need our own house. Saa hii anatafuta Chebukati kwa sababu ni Mluya afurushe. What we are saying is ODM kupitia kwa Musalia Mudavadi amempepa sana kama Mluya. Wakati huu umefika, Mluya uerevuke, utue kwamba kila mtu anakimbia kwa nyumba yake kujificha. Na ndio maana naambia mheshimiwa hata David Kava na Kudima hapa, kucha yeye ni sisi tunakaribisha kila mtu upambane na Senator Malala kwa nomination because sisi tuko Democratic Party. Na mwisho nikimalizia nasema ya kwamba wakati mmeona huko Mombasa kila mtu ameenda na chama yake ya kurepresent huko. Umeona Waluya watatu wamewekwa kwa mesa. Sio kwamba wanawapenda Waluya, ni kwa sababu wanaenda kuwakawanisha wakiwa huko. Na ni Raila anapepa hata Oparanya anapeleka huko chini akisema kwamba tuonekane watu watatu kwa mesa ndio tuonekane tumekawanyika. But ni hesabu mzuri kwa sababu sisi tukiwa kwa mesa ya national, tukiwa watu watatu namna hiyo, wakitoka huko pakaini yao ilikuwa mzuri sana, wasikuja hapa wakaanza kusembea. Ndio maana tunasema waka Kenya iko hapa, tunasema Musalia Mudavadi is the senior most kwa hii nchi na upande wa Western Province, wale wenye wanakuja kutoka upande wa magharibi wa kueleza. Wakati bwana Dio akishika wazazi, Dio tunataka utuambie mbona hujashika Malala, atuambie kwa nini hasukumi Oparanya alipe basa. The government has a budget for these things. The money is there. Lakini viongozi wanakifinjari, hawafanyii wananchi kazi. Wananchi, jambo langu la mwisho ni mambo ya uongozi. Nina furaha kubwa kwamba registrar wa Shembelele TTI amesimama hapa na ametuambia kwamba shule inafanya kazi. Vana Verolia, I beg you, Mheshimiwa Peter Soita Shtanda, mahali yenye amelala sahi, Soita sahi, he is smiling. Kwa sababu Soita Shtanda na mimi Boni Khalwale na Liola Hamasi tulienda kwa William Ruto akiwa Minister for Technical Higher Education, akapatia Soita Shambele TTI, akanipatia mimi Bishangala TTI, akapatia Hamasi Shikalagala National Polytechnic. William Ruto. Saa hii Ruto ameenda Mumias East, amejenga Wanga TTI. Ameenda Likuyani, amejenga Likuyani TTI. That is why Boni Khalwale ngenda nganende William Ruto, because I want people of the Luhya nation to be part of the progressive agenda of development. Maana leo huyu mdoka mzui, waje mtoka cheza na kamera. Maana leo mwanyola Khalwale neno mama. It is because I have thought about it. It is because I have reflected on it. Numa ura nimbora Uhuru nilikuwa lianje kwa chenda anabo gana shi mlungi. Nemu bwana ndi Uhuru yenzo kwa nenda mwana wa Musalia Mudavadi 2013 Uhuru akacheza. Nemu bwana huyu mtu mambo yake haiaminiki. Wamekuwa Mombasa, Raila alikuwa hapo, Musalia wetu walikuwa Wetangula, Oparanya na Kalonzo Musyoka. Uhuru ameambia Wakenya kwamba ati mrengo yao hao viongozi wote wenye walikuwa hapo wamuunge Raila mkono. I want to tell you the Luhya nation, I will not always be there. I'm saying no to that agenda. Kwa sababu Raila hapo na agenda mbaya sana na sisi. Siku mbili after being declared by Uhuru kwamba Raila ndio atakuwa candidate wake,
Raila amesema anataka kumwachisha chairman wa IEBC Wafula Chebukati kazi. Raila, you will not sack Chebukati kazi yake. You are a nobody in government. You are an ordinary member of the public. Raila, wesikia vizuri. Raila, umetuzoea sana. Huku unataka kumtoa Chebukati kama chairman. Unafikiri tumesahau wakati ulienda katika Seneti katika Harambee House ukasalimiana na Uhuru. Kazi yako ya kwanza ilikuwa kwamba ulimwachisha Mheshimiwa Moses Wetangula kazi, ukaweka Orengo. Ukatoka hapo ukamwachisha Rashid Echesa kazi kama waziri. Ukatoka hapo ukamwachisha Benjamin Jomo Washiali kazi kama government chief whip. Raila Odinga, the answer for you is political, and the political answer we have is that man on man, you are going to face William Ruto and give Ruto 1 million votes and you'll go home. Bana Murioko. Pangia Khalwale asiwe anapiga makofi, ajue kwamba yeye imekwisha. Kizito anamtoa kama chairman wa ODM, anatupwa nje. Oparanya anataka kuleta mwanaume anaitwa Barasa. Nenya wale mwana walanga Barasa, nenya kumtandika munyifa mpaka hadi na muone Renja Bulakase. Mimi kila wakati nitawaambia ukweli, lakini sasa kwa leo mimi sitaongea mambo yangu mengi. Seleka kanja manyishi tawe Renja Bulakase kwa tushindi shalala kulonda kanena na yale maneno yameongelewa hapa. Mhubiri amekuwa hapa, amehubiri akasema kulikuwa na wakati fulani wana wa Israeli walikuwa wanaumia, wanateseka. Alisoma kitabu ya Numbers, na mimi nataka kuunganisha hiyo kitabu na mahubiri yake na ile kitabu ya Wakalatia. Ila nasema nyinyi, nani aliwaroga? Muko na macho na muoni, muko na masikio na musikii. Leo mhubiri amehubiri, tuko na masikio lakini wengine hatutasikia. Wacha mimi wafungulie. Nyinyi Waluya, nyinyi watu wa Western, kila wakati mumelia mambo ya miwa factory imefungwa ya Mumias, na tulikuwa tunaambiwa itafunguliwa. Tunalia mambo ya kazi. Pale pepa tuliambiwa inafunguliwa, haitafunguliwa mpaka saa hii. Na mliona wakati wao wakisema inafunguliwa. Sisi ni wakulima wa maziwa. Factory ya maziwa yenyewe ilianguka. Nataka mjiulize, wakati walikuwa wanaleta pesa Mumias, wakaleta milioni 200, wakaleta milioni 300, wakaleta milioni 100 kwa muda wa miaka 4. Ndaka niwapatia mfano mmoja tu. Rivertex yuko hapa Eldoret, nayo wakati mmoja wakaweka shilingi bilioni 21. Bilioni 21 wakati mmoja. Rivertex imaamuka, inafanya kazi, inaandika watu wa huko, watu 2000. Na wewe unalia hapa. Hiyo kilio tunalia ndio walikuwa nahubiri siku ya leo kwa Numbers. Wana wa Israeli wanalia. Nafasi ilipatikana moja ya kutoka kwa utumwa. Nafasi hiyo nataka kuambia watu wangu, ni nafasi ya sisi kuwa kwa nyumba yetu, na nyumba yetu ni kijana wetu anaitwa Musalia Mudavadi. Wewe ujiulize, mimi kama nikukaa kwa Ruto, mimi nimekuwa mwandani wa Ruto kupita watu wengine. Wale wako hapa wamenena na wale wengine nilikuwa mwandani kupita kiasi. Lakini mimi nikaamua nikatoka huko kwa sababu niliona sisi Waluya, sisi watu wa Western Region
mara nyingi tumetumiwa na tumetumia kwa njia mbaya na tumekuwa tukilia. Na sababu hiyo ni kwa sababu sisi kura yetu mara nyingi tunapeleka sehemu mbalimbali. Kuna ile ilienda kwa Raila, kuna ile ilienda kwa Jubilee, kuna ingine inaenda watu. Wakati umefika tukitaka tuongee kwa sauti moja, tukuja tusimame na Musalia, tutengeneza gari yetu tuende mbele. Simbana wewe kama mtu wa Western, takani uone vile dunia inaenda. Hata wale watu wamekuwa karibu na Ruto, akina Moses Kuria alikuwa karibu kuliko mimi, lakini Moses Kuria anasema wanaunda nyumba yao. Moses Kuria, Martha Karua, Kiunjuru anaunda nyumba yao. Na nini mbaya wewe Mluya? Nini mbaya wewe mtu wa Western unataka kwenda kwa wengine, uingie kwa nyumba ya wengine, ili hali tunalia kwa sababu ya maendeleo. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, niko na pole yangu kwa familia ya wanaume. Kwani nyinyi ni wanaume kiasi gani mnaogopa wanawake? Nataka mseme kitu moja hapa, kwamba mkitoka hapa nao Mishionga amesimama na saa hii Kabarasi traffic jam tumetoa mbele. Tumetoa mbele na mimi nimesimama hapa, tutashirikiana na kila mwanasiasa anataka kupata mileage kutoka kwa Miwa. Mimi nataka tu kumwambia kitu moja. Hapa maneno ya Miwa tuongeleeni huko Senate, tuongeeni huko bunge, tuletee hao wakulima suluhisho. Tusiseme tu kwa matanga, kila matanga tutakuwa tunaongea maneno ya Miwa ati tunatafuta bonga kweli. Hakuna. Leteeni hao wananchi suluhisho la milele ambapo Miwa itauzwa namna gani, permit itapatikana namna gani, ndiposa watoto wetu waende shule. Nikimaliza nataka kusema koko enda mzuri, kota basigale, mama basigale. Mutile bani nino, nukuita mulwani muno, hata nukukale kura, nukuita kukonye iwe, kunyone bani nino sindio mkukaya laka, mkukaya laka. Mwami amulinde, wikara mulai, nukutia, kama mama, nikiona wale wakulima wa miwa ndogo ndogo wamewachwa na malori inapita. Malori kubwa sana inapita na miwa. Sasa mwananchi atafanya namna gani? Kama tutawacha hiyo miwa yake na tuende tuchukua ile miwa kubwa. Mimi nasema viongozi, Lazaro vile ulisema, sijui kama bado unasimamia hiyo yenye ulisema, tuone vile tutaleta strike kubwa au watu wasiwache watu wetu. Bado umesimamia hapo? Hiyo ndio dawa. Na mimi pia niko hapo. Wamama mko tayari? Mko tayari tuungane? Kwa maana hatuwezi kuwa na mashamba na wanatuachilia. Watoto hawana fees saa hii. Unaona mzazi anakuambia kwamba miwa yake haiko katu. Kweli hiyo sio ungwani. Na bwana ACC umeongea maneno. Mtu yote amekaa hapo kama yeye kumbana ndani. Sasa niseme nisiseme? Niongee nisiongee? Basi mimi ndio nimenipatia sauti. Mimi nashukuru sana kanisa ambayo imesimama na sisi hapa. Na leo ningependa kuomba kanisa, tafadhali mkishamaliza kuombea familia, muombee jamii ya Waluya. Kwa sababu jamii ya Waluya tumeona adui ya Mluya sio mtu mwingine bali ni Mluya mwenyewe. Mwenzako akipata wewe unasikia vibaya. Jirani akijenga nyumba ya permanent, badala ya wewe mfurahie, wewe unaenda kwa mganga unaroga yeye anakufa kabla ya ndani. Maneno hii imefika kwa siasa. Kila wakati sisi jamii ya Waluya tumekuwa tukisupport jamii zingine. 2002 Mheshimiwa Musalia alisupport Uhuru Kenyatta. 2007 akasupport Raila Odinga. 2017 akasupport Raila Odinga. This time round tumesema kwamba Musalia ameshatoa nguo, kengele zinapigwa, anaenda kwa mtoni mpaka tukate hiyo kitu yake. Yeye ni mwanaume kama watu wengine, si ndio? And I want to tell all Luya leaders, wale viongozi ambao wananunuliwa na pesa za nje kukuja kusaliti watu wetu,
Na mtu wa kwanza, na mimi nimesema leo, unajua Mheshimiwa Khalwale ni kama baba yangu. Mimi siwezi mjibu baba. Unajua baba akikusomea mbele ya watu, wewe unavumilia tu, unaenda nyumbani, utaongea naye kama hapo nyumbani, si ndio? Mimi sitajibu Khalwale. Yeye ni kama baba yangu. Ninamheshimu sana. I will not answer him, lakini nitamtafuta kwa ile nafasi yetu jioni. Nimwambie Khalwale ile mandazi kidogo napewa kule Sugoi isifanye uuze Waluya. Tunakuomba Khalwale, tafadhali stick to your fellow Luya. Na sisi tumesema juzi, mumeona tumekuwa kule State House. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alituita, akaita viongozi wote, na wakasema kwamba ati tena sisi wote tusimame nyuma ya Raila Amolo Odinga. Sisi kama chama cha ANC tumekataa. Kesho tunaenda Naivasha kwa mkutano ya One Kenya Alliance. Resolution yetu namba 1 tumesema kwamba hatuungi mtu yoyote mkono this time round. Wale marafiki wetu ambao tumewasaidia pia hao watuunge mkono sasa hivi. We want to request Raila Amolo Odinga, wewe tumekuunga mkono sana, tafadhali pia wewe unga Musalia mkono. We want to request other friends, Oparanya, Eugene Wamalwa, tafadhalini msimame nyuma ya mtoto wetu. Tukipatia Musalia nguvu, tutakuwa tumepatia jamii ya Waluya nguvu. Mimi nataka kusema kwamba mmesikia jana watu wa ODM wakiwa kule Kisii wakisema sasa ati Wafula Chebukati afukuzwe kutoka kwa IEBC. We want to tell ODM, hauwezi kuwa mchezaji tena wewe unachagua referee. Tafadhali fanyeni kazi yenu. This time round we want to meet you on a neutral ground. Hamwezi amua ni nani anaenda kuwa IEBC chairman. Fanyeni kazi yenu, wacha serikali ifanye kazi yake. Majina ya wale commissioners imekuja katika bunge, wacha bunge ifanye kazi yake. So we want to tell them, sisi tuko comfortable na wale commissioners wote ambao watakuwa wa IEBC, sisi tutafanya kazi nao. Mwisho kabisa, mimi kama seneta wenu, mumeona nimejaribu kusimama na watu wa Kakamega sana. Na hata Mheshimiwa Khalwale ananitukana, Mzee ananitukana kwa sababu ako na points. Hapana, anasikia tu uchungu, aliacha hii kiti na mimi nikakalia. Mimi ningependa kuambia Khalwale, sio mimi nilikwambia wewe ungangane na Oparanya. Wewe mwenyewe ulijitakia shida. Hii kiti, mimi ni mtoto wako, hapana kuwa na hasira na mimi sana. Wewe uliacha kiti, wacha mimi nifanye kazi kama seneta wa kaunti ya Kakamega. Na kazi yangu ya kwanza ambayo ninakubaliana nayo ni kwamba vile Mheshimiwa Lazaro amesema, we must stand with our workers, with our farmers. Tutaenda on Monday hapa West Kenya Sugar Factory. Tutaenda on Monday Butali Sugar Company. We must negotiate on behalf of our farmers. Tunataka wale wakulima ambao wako katika hii zone wapewe priorities ya permits. Hatuwezi ona lori ikitoka kule Migori kule wapi ikikuja na miwa na mkulima wa hapa hajavuna miwa yake. Mimi nitachukua waheshimiwa LCS, Mama Elsie, waheshimiwa wote, we want to go and negotiate, kwa sababu masuala haya ya miwa hatuwezi ongelea kwa matanga. Mimi sitaki kusema mengi, lakini kuwaomba ya kwamba kila jamii inajipanga na inajipanga kwa siku za usoni. Inafaa mjiulize nini Waluya, wakati Musalia Mudavadi hatakuwa, wakati Wetangula hatakuwa, wakati Oparanya hatakuwa, wakati Moni Khalwale atakuwa amegongwa na ng'ombe kule Igoromani na hayuko, nini jamii ya Waluya mtakuwa na kiongozi gani? That is why I present myself to you. Mimi nasema mnichague kama kijana mdogo. Ninajua nimesimama kura na wale watu ambao wako experienced. Tuko na profesa ambaye tunamheshimu, and professor is a good guy. Unajua hata kama watu wanamtukana, yeye ni mtu mpole. Yeye hatukani mtu. Sisi tunaombea profesa, amemaliza miaka yake 10, aunge mkono kijana mdogo kama mimi. Khalwale amekuwa kwa uongozi 15 years. Ukienda Igoromani hata shule ya Malinya haina hata choo. Sasa wewe utakuwa gavana ya wapi baba? So we want to tell Khalwale, wewe enda nyumbani. We want fresh leadership
That is why mimi nimejitolea. Ninaomba bila kuwatukana mtu yeyote, bila kujipiga kifua. Mimi naomba tafadhali, believe in my leadership. Mimi naenda kuwakomboa. Trust me. Tafadhalini. 2022 hata mimi nimegea kwa ulingo. Kama ndio Khalwale anasimama kura, ati Khalwale afadhali hata mimi nisimame kura. Kama yeye ndio atakuwa gavana, afadhali hata mimi nisimame. Kwa sababu tunataka Kakamega County ikuwe county ya kusonga mbele, isikuwe county ya kurudi nyuma. Mimi naomba tafadhali MCAs ambao mko hapa, mimi naunga mkono ACC. Anasema kwamba watoto waende shuleni, na ila kushika wazazi wote ambao hawajapeleka watoto shuleni. Lakini wana ACC, hizi shule mnasema masomo ni bure, lakini wazazi wakipeleka wanafunzi kule wanaitishwa pesa nyingi sana ACC. So